Na mtazamaji wa Headmaster Network, tunakujia moja kwa moja kutoka hapa Kulamawe. Hili kanisa ni baadhi ya maeneo ambayo yaliweza kuharibiwa na mvua ambayo ilinyesha hivi majuzi katika kaunti ya Isiolo. Na ili kuweza kujua yapi ambayo aliweza kujiri, tumeweza kuzungumza na baadhi ya wenyeji, lakini taarifa ifuatayo ndio itaweza kukupatia habari zaidi. Lakini kwanza ni kitambulisho. Hii ni habari ya Headmaster Networks. Unatazama Headmaster Networks. Hii ni habari ya Headmaster Networks. Baada ya mvua iliyonyesha na kuharibu bidhaa za dhamana isiyojulikana katika kaunti hii ya Isiolo, kanisa hili lililoko Soko Mjinga ni mojawapo ya kanisa lililohasarika zaidi, kama wafuasi wanavyoeleza. Kwa majina naitwa Mary Njeri. Mimi ni mshirika wa hii kanisa. Na hii kanisa tumekaa hapa sana. Na saa hii juzi kumekuja mvua kubwa ambayo watu hawakutarajia, ikakuja ikabomoa kanisa na ikabomoa nyumba nyingi hapa Soko Mjinga, na vitu za watu zikabebwa, hata vitabu za watoto zilibebwa. Kwa majina ninaitwa Mary Karambu. Mimi ni mwenyeji wa hapa kwa hii kanisa, ni jirani ya hii kanisa hapa. Ninaomba nikisema ni baraka kubwa sana ilikuja ya mvua, kwa sababu sisi wote tunaomba baraka. Na mvua ilikuja ya baraka ikapeleka kanisa, sisi majirani tukabebewa vitu, na tunashukuru Mungu kwa sababu tulibaki, iko wengine wale walienda hata saa hii wajajulikana. Hii imewalazimu wafuasi wa kanisa hili kuombea nje, sasa wakiomba wasamaria wema, ikiwemo viongozi wa kaunti ya Isiolo wakiongozwa na gavana wa Isiolo Abdi Guyo na mwakilishi kina mama Mumina Bonaya, seneta wa Isiolo kuingilia kati. Wanadai kuwa hata baada ya baadhi ya viongozi kutoka kaunti kuahidi msaada kwao, hakuna walichopokea hadi kufikia sasa. Kwa Mjinga hakuna kitu tumeshughulikiwa, kanisa haijashughulikiwa, watu hawajashughulikiwa, na hata hawa waheshimiwa hakuna mtu amekuja hapa hata. Na mimi na ile kitu ya kushangaza, mimi najua kuna pesa inakuaga ya disaster ya dharura ambaye watu wakiadhiriwa na mvua wanasaidiana, inasaidianga watu, kwa sababu kuna hawa watu wa special program. Hakuna kitu sisi tumeona, Red Cross tujaona. Sasa tumeshangaa ni nini, shida gani inaendelea? Na tunajua kitu ikigarika kama ikifanyika, ni lazima watu wakuje, watu wakubwa wale tulichagua wakuje washughulikie watu yao. Kitu ningesema kama gava, hata kama gavana yuko karibu, si kuna wale watu wameandika kazi, si kuna county secretary, si kuna watu wafanyikazi wake wa mkono. Kwa nini hawa watu wakuje kuangalia vile watu wanaenda? Hata kama ni senator, kuna watu wake kwa ofisi, wangetumana wakuja ona ile kitu inaendelea hapa. Hata kama ni MP wangetumana, wote wangetumana. Lakini kushangaza hakuna mtu anatushughulikia. Sijui kama Soko Mjinga hakuna watu ama hakuna kitu. Na wakati wa kura hawa watu wanalalanga usiku wakitafuta kura usiku na mchana. Hata wanaingia kwa milango wakipiga pia watu milango, nitasaidia nikupita, nikipita nitawasaidia, hamtapata shida nyingine. Wanatumana watu hata kazi fulani, enda pigia saidia mimi kutafuta kura. Lakini saa hii tumekaa kama sisi sio watu wa Soko Mjinga. Hakuna mtu amekuja, hakuna watu wamejitumana. Lakini niliona kwa media county secretary akikuja hapa akasema ameona kanisa na nyumba ya jirani. Lakini hata sasa kwa nini? Na kama sisi tuseme for example, kama tungekuwa kesha hapa, zaidi watu wa 250 together na maji. Na kama tungekufa sisi watu hapa, sahi kungekuwa hema, wakati wangekimbia haraka kutuchangia, kutuchangia hapa, kutunua masaduku, wengine tukipelekwa Meru, wengine tupelekwa Embu, wengine tupelekwa Nyeri na Nakuru, hata Western, kwa sababu kanisa, na hata Kisii kwa sababu kanisa ni ya kabila zote. Lakini ile sasa mimi nashindwa nini sasa inaendelea? Nini sasa, kwa sababu hii mvua ilikuwa kubwa sana, ilikuwa kubwa, kitu tujaitarajia. Swali yangu ni hii, Isiolo yani hakuna viongozi. Kama hapa sasa tuseme kuna nyumba 10, kuna area manager. Kijiji hii yetu hakuna chakula imekuja. Kijiji yetu hakuna mtu tumesikia amepata kitu.
kijiji, hata watoto wa vitabu ya shule for example hakuna kitu, vitu vingine ziko nje, vitu vingine ilienda na maji, hata viti ilienda na maji. Sasa tunasema namna gani? Sasa kile kitu ningeomba, mimi naomba hata hii kanisa sasa tunataka msaada kubwa, kwa sababu sasa tuwezi jenga na mabao tena, inataka msingi ianze huko chini, tujenge kanisa ya Mungu. Mimi nakumbuka hata wakati wa siasa kuna watu kubwa wanakujanga hapa kanisa, wanakaa hapa, wanakuja tuwaambia tuwaombee na wanapita. Mheshimiwa Samaya najua hapa amekuja mara nyingi sana, Samaya na amekuja mara nyingi sana. Na amekuja sasa, nataka hata hawajue sisi tunawataka saa hii. Lakini ningeomba serikali tukufu, kwanza kaunti, kwa sababu hawa ndio wako karibu, watusaidie, na mheshimiwa wetu Samara ako hapa, hakuna ule mtu tumeona, lakini tunashukuru Mungu tukisema Mungu aguse tu, akuje atusaidie, kwa sababu msaada inaombangwa na unyenyekevu. Na sisi majirani tuko na usuni, kwa maana hata iko mmoja wetu nyumba zake zilienda 2, na tunaomba kwa vile hana hata pahali pa kukaa. Na sisi hata mimi kwangu kuliingiliwa na maji, lakini mimi nasikia usuni kwa sababu pahali wa kondoo ya Mungu wanaomba, siku hizi hawaombi, wanakaa nje. Sasa tafadhalini serikali mtusaidie, kwa sababu mwanadamu kazi yake ni kuomba Mungu kumshukuru, kwa maana ajui ya kesho. Na Mungu awabariki.